Yes, miongoni mwa malejendali wakubwa muziki wa rap kutoka pale nchini Marekani lipo jina la Kendrick Lamar. Sasa video ya Not Like Us ya Kendrick Lamar yaondolewa kwenye YouTube. Sasa baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba kuna kitu hakijakaa sawa katika organization yake na management kwa ujumla kutokana na kile ambacho kimemkuta rapa huyo. We know kwamba ni miongoni mwa malejendali ambao wanafanya poa katika rapa ya modern. Sasa video za rapa Kendrick Lamar, Not Like Us na Luther zimeondolewa kwenye channel ya YouTube na rapa huyo, huku taarifa za awali kwenye channel hiyo zikionyesha zimeondolewa na mtu aliyezipandisha uploader. Mbali na kuondolewa kwa video hizo mbili kwenye YouTube, ya Lamar, pia albamu yake ya GNX pia imeondolewa kwenye platform ya kustream muziki wa Apple, huku sababu za kitendo hicho bado hazijajulikana. Wewe unaichukuliaje na unaiona vipi katika uwepo wa Kendrick Lamar baada ya ngoma yake ya mwaka, hiti kubwa duniani ambayo ilimpatia tuzo nyingi kwa usiku mmoja pale mwaka 2025? Ngoma hilo pale mjini YouTube lilikuwa na ticket views milioni 468 huku ikiwa na mwaka mmoja na likes milioni 7.4. Miongoni mwa ngoma ambazo zimempa mafanikio makubwa na kutambulika zaidi duniani ni goma lake na Not Like Us, ambalo by the way ukisikia utaenjoy modern rap worldwide. Sasa baadhi ya mashabiki wanaamini kwamba ni figisa ambazo zinaendelea kati yake na rapa mwenzake Drake ambaye wana beef. We know kwamba Drake na Kendrick Lamar wana beef la muziki. Hiyo inajulikana by the way. We know kwamba nguli hao wamezidi kushindanishwa katika categories mbalimbali za mafanikio huku rekodi mbalimbali, lakini Kendrick anaonekana kuwa mkubwa kutokana na kila ambacho amekifanya na anazidi kukifanya. We know kwamba till now ana zaidi ya Grammys 9 ambazo anazo mkononi. Sasa je, ni mpango wa timu ya Lamar kudhoofisha promotion ya album ya Drake Iceman inayotarajiwa kutoka Mei tarehe 15? We know kwamba Drake alitangaza kutoa album yake mpya ambayo inaenda kwa jina la Iceman. Miongoni mwa attention kubwa ambayo alihakikishia dunia kwamba ana uwezo mkubwa sana kupromote kipaji ni uwepo wa Iceman, album yake mpya ambapo inaenda kuwa released pale tarehe 15 Mei mwaka huu 2026. Sasa mashabiki wa muziki wanaamini kwamba kutokana na beef ambalo linaendelea kati ya team Lamar na team Drake, basi kuna uwezekano wa kudhoofisha promotion ya albamu yake mpya ya Drake ambayo inaenda kuwa drop pale 15 Mei. Ni kitu gani ambacho unakiona kama legendary nguli wa rapa ambaye unapenda sana muziki kuenjoy kwenye masikio kutoka kwa rappers mbalimbali? We know kwamba Lamar ni miongoni mwa watu ambao tili nao wanazidi kufanya poa sana katika muziki wa modern rap ambao umewapatia uwezekano mkubwa sana. Vile vile the same time yupo Drake miongoni mwa jina ambalo right now duniani linazidi kufanya poa sana. Yes, this is the Trend Media. Make sure kwamba una comment, una share na subscribe, and then utazidi kuwa kwanza kupata kila ambacho unastahili kwenye upande wa category ya burudani. Ruge the Great muda wote ni kwa nyuma kipaza hapa kukuambia ni kitu gani ambacho kimechukua nafasi kubwa kwenye upande wa burudani. One time.